asifiwe. Kwa hiyo tunatakiwa kutambua kwamba pamoja na kwamba kuna majaribu ambayo adui analeta, kuna majaribu yaliyoruhusiwa na Mungu, kuna majaribu ambayo pengine wewe mwenyewe umejiletea, bado kuna ushindi katika kila jaribu. Na somo letu linasema jinsi ya kupata ushindi wakati wa jaribu lako. Leo unapitia jambo gani? Pengine ndio hilo limekukwaza, umefika mahali hata huoni sababu ya kuwepo nyumbani mwa Mungu. Huoni hata sababu ya kuwahi, huoni sababu ya kufunga, huoni sababu ya kuomba, huoni sababu ya kukesha. Yaani huoni sababu ya kutoka. Hilo jaribu limesimama. Unaona kana kwamba Mungu amekukumbukia, kwamba Mungu amekuacha. Kwa nini unapitia? Kwa nini unapitia? Lakini lazima utambue kwamba huku ni kujaribiwa kwa imani yetu ambako kuna thawabu iliyokuu. Bwana Yesu asifiwe. Hautakiwi kumwacha Mungu wakati wa jaribu lako. Hautakiwi kupunguza spidi ya kumpenda Mungu. Haijalishi unapitia vitu gani, haijalishi unakutana na nini. Siku za leo watu wengi hata hali ya uchumi imepigwa kwa namna moja au nyingine, lakini sio sababu ya kumwacha Mungu, sio sababu ya kupunguza uliokuwa unayafanya kwa ajili ya Bwana. Ndio kipindi cha kuongeza. Huyu Mungu aliyekuumba anasema hivi, usiogope. Amekukomboa na kukuita kwa jina lako, wewe u wake. Anasema wewe ni wake. Sasa sijui kama unajitambua kwamba wewe ni wake. Kwa sababu ili upite na ushinde katika jaribu ulilo nalo, lazima utambue kwamba Mungu ni Mungu na bado Mungu anakupenda. Hilo ndio jambo la kwanza. Na lazima utambue kwamba Mungu anakuona wewe ni wa thamani. Ndio maana anasema amekuita kwa jina lako, wewe ni wake. Kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pake, mwenye kuheshimiwa, naye amekupenda. Anasema upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe. Kupita ndio lazima upite. Unapitia hayo maji, katikati ya maji mengi, lakini Mungu yuko pamoja nawe. Kwa hiyo haijalishi unapitia vitu gani, unapitia mapito gani, ufahamu wako lazima ujue ya kwamba Mungu yuko pamoja na mimi. Hajaniacha. Unajiona kabisa unapepesuka. Mzee wa kanisa siku moja kidogo, nakwambia hata upepesuke, unaenda unapepesukia huko kwa Yesu. Unapepesuka huko na Yesu. Sasa wengine wanapopita kwenye maji mengi, wanayakimbia maji. Unakimbia maji, siyataki. Lakini Bwana amesema upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja na wewe. Ina maana kupita unapita. Anasema upitapo na katika mito, haitakugarikisha. Mito ya maji unaipitia, lakini Biblia inasema hautagarikishwa. Hicho ndio kinatakiwa kunata kwenye ufahamu. Anasema na mwali wa moto hautakuunguza, maana mimi ni Bwana Mungu wako, mtakatifu wa Israeli, mwokozi wako. Nimetoa Misri kuwa ukombozi wako, nimetoa Kushi na Seba kwa ajili yako. Kwa hiyo unapita kwenye moto. Biblia inatuambia majaribu ni kama moto. Hakuna mtu anayependa. Nani anapenda jaribu hapa? Hebu inua mkono tuone mwenzetu. Ni moto. Lakini moto huo unapokuwa umepita ndio unaimarishwa imani. Dhahabu safi huwa inapitishwa kwenye moto. Unapita, unaunguzwa, lakini utatoka kama dhahabu. Ayubu alisema mtetezi wangu yu hai.
ninajua nitatoka kama dhahabu safi, kwa sababu alijua ni kipindi. Kwa hiyo ili ushinde, lazima ufahamu wako utambue kwamba kwanza Mungu anakupenda, lakini ujue kwamba yuko pamoja na wewe. Ndio maana amesema usiogope wala usitahayarike. Unapita ni kweli, hilo unalolipitia wewe unalijua, hilo la kwako, lakini anasema usiogope, niko pamoja na wewe. Hauna sababu ya kuchoka, kukata tamaa. Huko nje watu hawana matumaini. Wanapopitia shida, mara nyingine wanatafuta msaada kwa waganga, wanatafuta msaada huku na kule, wanachanganyikiwa, wanatapatapa. Lakini